Kuelekea kunako michezo ya mwezi Disemba ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kombe la FA, huenda tena Simba wakaingia kunako kutikavu, kwani wamekuwa hawana bahati na mwezi Disemba, haswa tarehe za Krismasi. Ikumbukwe ratiba ya ligi kuu Tanzania bara imepangwa Simba wanakutana na Lipuli Disemba 25 siku ya Krismasi. Kabla ya hapo pia watakuwa tayari wameshakwisha kucheza mchezo wa kombe la FA dhidi ya AFC watoto A-Town Arusha. Timu ya Simba inaweza kupitia tena kwenye kipindi kigumu kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambako kombe la FA kipindi hiki Disemba kuelekea sikukuu za Krismasi, kutokana na rekodi yao mbovu inayofikia kipindi hichi. Sikukuu za Krismasi Disemba 25, Simba itacheza mechi yake dhidi ya Lipuli kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na bodi ya ligi, na siku tatu baadaye Disemba 28 itashuka tena kwenye uwanja huo kupambana na KMC ya Kinondoni. Kabla ya mechi hizo za ligi kuu kati ya Disemba 20, 21 na 22, Simba yatakiwa kucheza kombe la FA dhidi ya Arusha FC. Hiki kitakuwa ni kipindi kigumu kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa ni rekodi na takwimu zinaonyesha kuwa kufanya vizuri kwenye kipindi hicho ni kwa bahati mbaya sana. Msimu huu Simba itakutana na mechi tatu za ligi kuu na moja ya kombe la FA. Kipindi hiki tofauti na misimu miwili ya nyuma ilipokuwa ilikutana na mechi ya FA tu, huku mechi za ligi kuu zikiwa zimesimama kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kupisha mechi za kimataifa. Ni kipindi ambacho Simba inapaswa kuwa makini kutokana na rekodi mbaya ambayo sababu yake haijulikani. Huenda kipindi hiki Simba hawaachi wachezaji wao kwenda majumbani kula siku kuu, badala yake kukaa kambini na kwenda kucheza mechi wakiwa wanatokea nyumbani, hali hiyo inayosababisha kupata matokeo mabovu. Hivyo kama ikiendelea tena hivyo, basi mechi hizi zinaweza tena kuwa ngumu kwao kama ilivyokuwa zilizopita kunako msimu wa 2017 lakini pia na 18. Simba dhidi ya Green Warriors 2017, Simba anafungwa goli 4-3 siku tatu kabla ya sikukuu ya Krismasi mwaka 2017. Simba ilitolewa mapema kwenye michuano ya kombe la FA na timu ya daraja la pili Green Warriors kwenye mechi iliyochezwa uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni Disemba 22 wakati ilipolazimishwa sare 1-1 dhidi ya timu yenye maskani yake Mwenge jijini Dar es Salaam na kuondolewa kwa mikwaju ya penalti 4-3. Striker Hussein Buno alianza kuiandikia Green Warriors bao la kwanza dakika 43 kabla Jean Rafael Boko hajasawazisha dakika 53 kwa mkwaju tena wa penalti, baada ya mlinzi mmoja kunawa ndani ya eneo la hatari, na mechi ikamalizika dakika 90 bao 1-1. Hivyo ikalazimika kupiga mikwaju ya penalti. Penalti za washindi zilifungwa na Amiru Haji, Juma Mdindi, Zawako Mugala, Bunu, huku Simba zikiwekwa nyavuni na Erasto Edward Joni, Shizo Ramadhani Kichuya kipindi hicho, na John Rafael Boko pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, Mzemiru Yasina Jonas Jeremy Mkude, wakikosa na kuwafanya wanachama na mashabiki wa Simba Christmas yao kuwa chungu. Ikumbukwe ni mechi ambayo iliondoka na kichwa cha aliyekuwa kocha mkuu wa timu hiyo Joseph Omog, ambaye siku moja baadaye alitimuliwa. Lakini pia Simba dhidi ya Mashujaa 2018, Mashujaa anafanikiwa kuibuka na magoli 3-2 siku moja tu baada ya sikukuu ya Krismasi Disemba 26 mwaka 2018 kwenye uwanja wa Taifa. Simba ilikutana tena na kipigo cha mabao 3-2 kwa Mashujaa Football Club mkoani Kigoma. Kwa mara nyingine tena ilikuwa ni kombe la FA kutafuta timu itakayoshiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Haikuwa sikukuu nzuri sana kwa wanachama na mashabiki wa Simba, kwani siku moja tu baadaye kusherehekea, kesho yake walitaraji kuendelea kujifurahisha na kujirusha na Boxing Day wakitegemea ushindi rahisi kutoka kwa wageni wao, lakini hali ikawa tofauti. Alikuwa ni Paul Bukaba alitangulia Simba dakika 18 na bao hilo lilidumu hadi mapumziko, lakini dakika 47 tu kipindi cha pili Shaban Hamis alisawazishia Mashujaa Football Club ya Kigoma kabla Jeremia Josephat kupachika bao la pili dakika 56. Bukaba tena alisawazishia Simba dakika 78, wakati kila mmoja kidhani kuwa mechi hiyo inakwenda kwenye mikwaju ya penalti. Rajab Thuman the Golden Boy aliwaliza mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba uwanja ulipofunga bao la tatu kwa shuti la mbali kwenye dakika za nyongeza, sekunde chache tu kabla ya mechi hiyo kumalizika
na Simba ikatolewa tena kwa mara ya pili mfululizo kwenye michuano hiyo ya Kombe la FA, ambayo kiendeleza rekodi yake mbaya mwezi Disemba katika sikukuu za Krismasi karibia, lakini pia hii ikiwa ni historia ya mwaka 2017 18 ambako kwa sasa 2019 ratiba inaongezeka zaidi, ambako Simba atacheza tarehe 22 dhidi ya Arusha FC AFC kunako dimba la Taifa jijini Dar es Salaam, na baada hapo siku 3 baadaye watakipiga dhidi ya Lipuli ambako itakuwa ni Disemba 25 siku ya Krismasi kunako dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam, na baada hapo siku 3 tena baadaye watakipiga dhidi ya KMC tarehe 27, tarehe 28 ikiwa ni siku 2 baada ya Boxing Day, ikiwa ndo ratiba hiyo. Na unadhani Simba wana uwezo wa kufuta uteja ambao umekuwa ukiwakabili siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kushindwa kufanya vizuri katika michezo mbalimbali na wakabili kwa miaka mfululizo miwili, ikiwa ni 2017 2018, timu zote hizi zikiwa ni timu za FDL daraja la kwanza, lakini pia kukutana na AFC Arusha Football Club ambayo inaingia pia kwenye msimamo wa FDL, inashikilia nafasi ya 4, ambayo pia si pabaya sana kuendana na mpinzani wake licha ya changamoto mbalimbali zinazoendelea kukabili Arusha FC, lakini bado wameonekana kupambana zaidi. Lakini pia kupitia ofisa habari na msemaji wa AFC kutokea Arusha, namzungumzia Bahati Celestine Msilu, tumezungumza naye kwa kinaga ubaga kuhusiana na maandalizi ya timu hiyo, lakini pia wamejipangaje kuelekea katika mchezo huo muhimu kweli kweli kwao, lakini pia akidai maandalizi yako vizuri na wataingia kambini, huku pia akieleza kuhusiana na mwalimu Amri mwenyewe akieleza kuhusiana na mwalimu Ulimboka Mwakingwe kwamba kwa nini haonekani na yuko wapi, lakini pia sababu na lini ataingiza timu kambini, yote ameeleza moja kwa moja. Napata wasaa kumsikiliza hapa Bahati Celestine Msilu, kisha nitarejea hapa kuja kukamilisha moja kwa moja. Mchezo huu ni mchezo mahususi. Kwanza ni wapongeze TFF, wametupa kipimo sahihi. Tumecheza kwenye ligi daraja la kwanza, tumeona baadhi ya timu tumecheza nazo, Pamba, Gwambi na wengineo, Geita tumecheza nao, tumeona tuna uzoefu mkubwa na tumejua mapungufu yetu na tumejua ubora wetu. Sasa tunaelekea kwenye mchezo huu tukiwa tumetoka kumpiga Mawenzi Market goli 1-0. Mwalimu Ulimboka Mwakingwe akiwa amekiandaa mchezaji huyu wa zamani wa Simba Sports Club, nini unachoogopa? Shida unapata wapi? Sasa labda niseme kuelekea kwenye mchezo huu, sisi tumejipanga vizuri, tumejipanga kwa hali na mali, tumejipanga kwa namna yoyote ile, wachezaji wana hali kubwa, na nikwambie tu kwamba nikupe taarifa, mnamo siku ya kesho kutwa, nazungumzia siku ya Jumanne, ni kwamba timu itaingia kambini tarehe 17 tayari kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa tarehe 22. Tutakuwa na siku 5 za maandalizi. Unaweza ukasema kwa nini hatujaingia kambini? Tulikuwa kwenye ligi. Timu iko kwenye ligi, inacheza, inashiriki ligi daraja la kwanza. Tupo katika nafasi bora, nafasi ya 4. Si haba, anayeongoza ametuacha alama 5. Na sisi tunaamini kabisa kwamba nafasi yetu ni kubwa sana ya kubakia ya kurudi kwenye ligi kuu, kwa sababu sisi ni wazoefu na ligi kuu, tunaijua ligi kuu, tunajua ladha ya ligi kuu. Sasa mwaka huu tunarudi 2020 tunasema AFC back to VPL. Mwalimu amefanya maboresho kwenye kikosi. Mwalimu amefanya maboresho kwenye kikosi chake na tunataraji kupata maingizo mapya kwenye usajili huu. Kuna baadhi ya maeneo tumeangalia kwenye eneo la beki liko linatusumbua sana, lakini ashukuru Mungu ni kwamba tumerudisha baadhi ya wachezaji wetu wa zamani na wengine tumeongezea wapya katika dirisha hili dogo ambalo limefunguliwa leo tarehe 15, na tunataraji kufanya usajili mkubwa zaidi kuelekea katika mchezo wetu, na watakuwa tayari na leseni wachezaji wetu wote. Kwa hiyo naamini kabisa leseni watazipata mapema na wataweza kutumika katika mchezo huo wa tarehe 22. Maandalizi kwa ujumla yako vizuri, tunaamini tuko sawa. Mwalimu Ulimboka Mwakingwe aliomba ruksa ya siku 2 kwa ajili ya kwenda kwao na atarejea. Ameondoka hivi juzi tu, lakini tunataraji mpaka kesho kutwa atakuwa tayari na kikosi. Sasa sisi tunamtazamaje Simba? Wako na kocha mpya, wako na Matola, kocha mkuu yule Mberjiji ni kocha wa kigeni. Matola kocha wa kigeni, ni kocha mpya ndani ya Simba, therefore anaijua Simba in and out, lakini ni kocha mpya kwa sana, naweza nikasema anakutana na wachezaji wapya, wachezaji wa tofauti. Sasa niseme na nitoe angalizo, tunakuja Dar es Salaam, tunakuja kupambana na Simba, hatuiogopi. Jambo la kwanza, tunaiheshimu, ni klabu kongwe,
kuzaliwa kwake 36 haitutishi sana. Sisi tunajua AFC haituogopi, iwe away iwe home, tutaupiga mpira katika uwanja wa Taifa tarehe 22. Mashabiki wote, wapenzi wa soka, njoeni muone mpira wa chini. Hatupigi juu, mpira wetu si chini. Juu hakuna uwanja upo chini. Tunasema nyama kidogo, ndizi kidogo. Simba pilipili watajihudumia. Niseme tunanitoa tahadhari, Simba Sports Club wasije kichwa, maana tutawapiga. Masaubu ile anawaambiaga tunapapasa. Sisi hatupapasi, sisi tunapiga. Ukiweka kichwa tunapiga, ukiweka mguu tunabamiza. Hatuna habari na mtu. Tunakuja Dar es Salaam kwa kishindo, tunajiamini, tuna kikosi kizuri. Tunakuja Simba kumfunga goli 2-1. Atajangaika, atapata goli moja. Tumeimarisha ukuta wa zege. Tunao wakina Yesaya wamerudi. Unahitaji nini? Tunakuja kufanya jambo letu Dar es Salaam. Niwaombe mashabiki wote mliopo Kariakoo, mliopo Lozana, mliopo kote, na waita njoeni Buguruni, Temeke, Ilala, kule Kinondoni kote msikose. Wilaya mpya kule Ubungo, njoeni Dar es Salaam, njoeni uwanja wa Taifa. Ninawaita kwa sababu ninajua tunakuja kufanya nini. Mwalimu Limboka Makwinga amenihakikishia lazima tumpige Simba ili tuweze kupata nafasi. Na safari hii tunasema tunataka kombe la FA. Hatutaki mambo mengine, tunataka kushiriki michuano ya kimataifa. Tutashirikije? Lazima tubebe FA. Tuliona Mtibwa alishiriki wenzetu mwaka juzi. Sasa na sisi mwaka huu tumesema AFC Arusha, watoto wa Janja Town, tunakuja Dar es Salaam kumtoa Simba. Tukishamtoa Simba tunaingia kwenye hatua inayofuata. Hiyo ni mpira mpaka fainali. Nyama kidogo, ndizi kidogo. Pilipili atajihudumia. Unaweza kauliza pilipili ni nini? Unapohudumiwa vizuri, pilipili mara nyingi unajihudumia mwenyewe. Utawekea kutosha au isitoshe. Sasa kuna mawili, utafurahia au utalia. Simba najua watalia. Walitolewa na Green Warriors kwenye mchezo raundi ya kwanza mwaka juzi. Mwaka jana wakatolewa na Mashujaa. Mwaka huu AFC Arusha kutoka kwenye jiji the Geneva of Africa tunakuja kumpiga Simba Sports Club kwenye uwanja wake wa nyumbani hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo niwaambie tu, niwatoe shaka mashabiki wapenzi wa AFC Arusha, wa Janja Town. Kwanza tumepokea mzigo mpya, jezi mpya piru kabisa kutoka jijini pale nchini Uingereza. Tumeletewa jezi safi, jezi nzuri ambayo kivaa inavarika. Mashabiki watakuwa na jezi zao, watamwagika pale uwanja wa Taifa. Kidedea kitakuwepo. Unahitaji nini? Niseme tu na itoshe kusema Simba Sports Club wajiandae psychological. Yudi Songo alikuja wakachezea hapo Taifa, na sisi tunakuja kumchezesha. Tunashika sharubu za Simba, ni rahisi sana. Sisi hatupapasi, tunapiga. Ukiweka shingo tunapiga, ukiweka kichwa tunapiga, ukiweka miguu tunapiga. Niwaambie tu, tunapoenda kwa mchezo huu tutaondoka mnamo tarehe ya 19. Tutatua jijini Dar es Salaam baada ya kambi ya siku 2. Tarehe 19 jioni kabisa tutaanza safari ya kuja Dar es Salaam. Tutatua Dar es Salaam. Baada ya kutua hapo tutakuwa na kambi ya siku 3, na siku ya mwisho ile ya tarehe 21 tutafanya mazoezi kwenye uwanja wa Taifa. Tutakapofanya mazoezi wachezaji watazoea uwanja. Tunaamini Dar es Salaam haitutishi. Tuna wachezaji wengi waliocheza katika ligi mbalimbali. Babu Wali yuko mbioni, kachacheza ligi kuu, kashacheza Lipoli. Wachezaji wengi tunao wenye uwezo. Tunaye kocha bora, tunao management nzuri. Kwa nini tusimfunge Simba? Hatuna sababu ya kushindwa. Niwaambie wakazi wa Arusha, mliopo Dar es Salaam, mashabiki wengine wa timu, wapenzi wa soka, mmezoea mpira safi. Njoeni Taifa. Ninawaita kwa sababu ninayo. Njoeni Taifa mshuhudie soka nzuri. Njoeni Taifa mshuhudie watoto wa Janja wa A-Town. Tukija tukiupiga mpira. Tumeshacheza na Simba. Haitutishi. Ni kama hii ni sherehe, yani ni sherehe ya mtoto. Haikeshi sana. Msiba mtoto ukeshi. Kwa hiyo sisi tunakuja hapo, tunajua tunacheza na Simba ambayo inayumba. Mnaweza mkasema nye Simba ni timu nzuri, lakini waambieni msipatwe na kiwewe chochote. Kuingia 16 kwenye 8 bora mwaka wa jana ilikuwa ni bahati nasibu, tia maji. Sasa sisi wafanye lolote, sisi tunakuja hapo kwenye uwanja Taifa, tunakuja kulifanya jambo letu. Niwaombe mashabiki tuwe kitu kimoja. Wakazi wa Arusha, mliopo Dar es Salaam, mliopo Morogoro, Pwani, mikoa ya jirani, na sisi tunatoka Arusha na basi kidedea mpaka Dar es Salaam. Tunakuja hapo na mashabiki, na tunakuja, naamini mashabiki wengine wapo, na waita Yanga, na waita Azam, na waita wengine wote, mashabiki wote wa timu zote, njoeni tuungane tumfunge Simba. Ninaamini kabisa mkija kwa umoja wenu tukajaza ule uwanja ukafurika pomoni, Simba anakufa 2-1. Nyama kidogo, ndizi kidogo. Tukutane Taifa.
Ni tarehe 22 mwezi Disemba ambako Simba dhidi ya Arusha FC AFC wanakutana kunako dimba la taifa jijini Dar es Salaam, ukiwa ni mchezo ambao unawakutanisha kunako kombe la FA, wakitaraji pia kuweza kufanya vizuri. Wenyewe Arusha Football Club, ulivyomsikia msemaji Bahati Celestine Msilu akimwaga sera kidogo kuhusiana na hayo, lakini kubwa zaidi akieleza kuhusiana na adhma yao ya kushiriki ama kwenda katika mchezo huo, lengo ni nini na mengine mbalimbali. Kwa hiyo na hiyo kauli yao mbiu kwamba AFC back to VPL, yote haya yanasikika pia kwa mara nyingine tena hapa. Lakini ungana nami tena wakati mwingine baada hapo majaliwa na uhai Mwenyezi Mungu katika taarifa zetu mbalimbali ambazo tumeendelea kujaliwa kupitia hapa na mara kadhaa pia, ili kuendelea kuzipata taarifa zetu zingine mbalimbali ambazo tumeendelea kujaliwa kila mara. Basi hakikisha una subscribe, baada hapo bonyeza alama ya kengele kwa sehemu salama ya wale wanaopokea taarifa hizi mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini pia kubwa zaidi, hakikisha unayaacha maoni yako, na niko tayari kuweza kuyasoma tu pale ambako utakomeza kuacha maoni yako kuendana na hichi ambacho tumekizungumza hapa. Simba kwa mwezi Disemba ameonekana kuwa na gundu. Je, ataliondoa gundu kwa mwaka huu, ikiwa hali yake inaonekana ni ngumu kwenye michezo kadhaa ambayo timu ya Simba inaweza kupitia tena kwenye biligi gumu kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara na kombe la FA kipindi hichi cha Disemba kuelekea siku kuu za Christmas, kutokana na rekodi yao mbovu ambao walipofikia kipindi hichi ambako 2017 na 18 nimekuletea kuhusiana na rekodi yao. Lakini siku kuu ya Christmas ya Disemba 25 itacheza mechi dhidi ya Lipuli kwenye uwanja huu jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na bodi ya ligi, siku 3 baadaye Disemba 28 itashuka tena dimbani kwenye uwanja huo wa Uhuru kupambana na KMC Kinondoni Mbani Sport. Kabla ya mechi hizo za ligi kuu ambako Disemba 22 kama nilivyokujuza itakuwa kucheza kombe la FA dhidi ya Arusha FC. Hii itakuwa ni kipindi kigumu kwa Simba, kwani rekodi ya takwimu inaonyesha kushindwa kufanya vizuri kwenye kipindi hicho. Maoni yako ni yapi? Nami niko tayari pia kuweza kuyasoma, na baada hapo kuyachambua pia kuhusiana na yale ambayo umeweza kuyasema. Niseme shukrani pia kwa Bahati Celestine Msilu, ofisa habari na msemaji wa AFC ya Arusha. Mimi naitwa Kevin Nova, tunatakia wakati uliomwema.